Kama ulivyopata taarifa, Mheshimiwa Rais, fedha zilizotumika katika kujenga soko hili ni nyingi sana. Wafanyabiashara zaidi ya 1500 watakuwepo katika soko hili. Kariakoo ipo ndani ya mkoa wa kikodi ambao unaitwa mkoa wa kikodi wa Kariakoo. Mheshimiwa Rais, mwaka 2024-2025 mkoa huu wa kikodi ulipewa lengo la kukusanya bilioni 142. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka tunafunga mwaka mkoa huu wa kikodi ulikuwa umekusanya bilioni 145.4, sawa na 102% la makusanyo. Lakini pia ile Mheshimiwa Rais, mwaka 2025-26 mkoa huu wa kikodi ulipewa jukumu la kukusanya shilingi bilioni 151. Lakini mpaka kufikia Januari mwaka huu 2026 mkoa ulikuwa umekwisha kusanya bilioni 92.2. Hii inaonekana kabisa tutavuka lengo lile ambalo tumepewa kwa mwaka. Sasa kwa sababu ya sera hii imeongeza vyumba vya biashara, mkoa umejipanga kufanya yafuatayo. La kwanza, mpaka sasa tumezungumza na wafanyabiashara wote, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuanzia sasa barabara zote za Kariakoo ziwe wazi. Na hili Mheshimiwa Rais, itakuwa sio busara hata kidogo kwa jengo kubwa kama hili la zaidi ya bilioni 28 afu likakosa barabara. Wewe Mheshimiwa Rais ulikuja hapa wakati jengo la Kariakoo limebomoka. Hawa fire Mheshimiwa Rais uliowaona umewanunulia vifaa vile vya fire, walihangaika sana namna kuingia huku ndani kwa ajili ya kuleta uokozi. Leo hapa Kariakoo kuna wafanyabiashara zaidi ya 500 kwenye hili soko, na square mita zaidi eneo ni dogo. Sasa mara ya kwanza tulijua tuna upendo mkubwa kuziba barabara, lakini hizi zilikuwa ni siasa ambazo zitaleta majanga makubwa kwa watu na wafanyabiashara kubwa na wafanyabiashara ndogo ndogo. Na kwa mantiki hiyo tumekubaliana kwamba kuanzia leo, wewe Mheshimiwa Rais ulivyokuja kuzindua soko hili, barabara zote zinazoingia katika ukanda huu wa Kariakoo ziwe wazi. Nafahamu hii inawezekana isiwe jambo zuri sana, na pengine akawa ni maelekezo machungu, lakini huwezi kujenga nyumba yenye thamani ukaziba barabara. Maana yake hata zile gharama ambazo tunazichaji hapa ndani hazitakuwa na maana yoyote kama barabara imezibwa. Hii barabara ya Pemba tumefungua na barabara zingine zote zimefunguliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naamini kwamba diplomasia itaendelea kutumika pasipo kutumia nguvu ili kuhakikisha barabara zote zinakuwa wazi, na wale ambao walikuwa wana sehemu za kufanya biashara sasa National Housing pamoja na Kariakoo na sisi wenyewe halmashauri ya jiji, pale palipokuwa eneo la DDC tayari pana frame zaidi ya 500 ili kuruhusu wafanyabiashara kufanya biashara hapa. Mheshimiwa Rais, hii itasaidia pia kupumua kwa mji, lakini zaidi kuleta usalama wa mji wetu, lakini zaidi pia inapotokea dharura kuweza kuitatua kwa haraka.